Sawa sawa, yako mengi ya kuzungumza shekhe, lakini tuzungumzie hili la mwisho kuhusiana na hizi ndoa zinavyokuwa nyingi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani inapokaribia Ramadhani ama ndani ya Ramadhani ndoa zinakuwa nyingi sana hapa na wengi wanaziita ndoa za uji. Yani unakuta wengine walikuwa na mahusiano miaka mingi lakini hawaoani mpaka mafika Ramadhani. Hii nayo tunaweza tukaizungumzia vipi? Hizi ndoa zina kheri? Hizo kwanza sio ndoa za uji, zile zinaitwa ndoa za vifurushi. Si unanielewa? Zipeni jina la ndoa za vifurushi. Ndoa za vifurushi. Ushawahi kusikia mtu amenunua kifurushi cha buku mbili cha simu, cha wiki, cha siku? Sasa ndoa nyingi zinazofungwa kuelekea Ramadhani huwa ni ndoa za vifurushi. Ni ndoa ambazo mara nyingi haziwezi kudumu. Katika ndoa 1000 za vifurushi zinazodumu 300, 700 zinakufaga, hazimalizi hata miaka 7. Kwa sababu mnaoa kwa mihemko. Mnaoana kwa mihemko. Yaani mnaoana ili kujistiri na mwezi wa Ramadhani usionekane unazini, upate mtu wa kupikia uji, upate pa kupumzika. Baada ya Ramadhani unaanza kumuona yule mwanamke ana kasoro. Huyu mwanamume unamuona sio, unahisi uliolewa kwa jazba, unahisi ulioa kwa jazba. Hizi ni ndoa za vifurushi. Na mara nyingi ndoa za kifurushi hazidumu, na ndoa isiyodumu haina matokeo chanya, na hizi ndio ndoa nyingi zinazalisha watoto wa mitaani. Yaani hizi ni kama ndoa za muta, ndoa za muda ambazo mtu anaoa kwa malengo ya kukidhi haja ya mwili wake. Ndoa inatakiwa maandalizi. Maandalizi ya kwanza ya ndoa ni kukubaliana na unayemuoa anataka nini, na wewe unayeoa kujua unataka nini. Msioane ndoa kwa sababu ya kutaka kupikiana uji. Msioane katika ndoa kwa sababu Ramadhani uonekane umeoa. Msioane katika ndoa kwa sababu mkidhi tendo la ndoa bila ya kuwa na zinaa. Oaneni katika ndoa kwa sababu mnatamani, mnataka kuona maisha yenu yanadumu katika sheria za Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio ndoa Mwenyezi Mungu anaitaka. Kwa hiyo ndoa nyingi ni ndoa za vifurushi. Umeona mlipuko, hata watu maarufu wengi wameoana, ndoa zimekuwa nyingi sana. Watu wakasema ni vizuri hata wasanii wetu nao wanafunga ndoa hivi, na hizi kumbe ni vifurushi. Tutarajie muda wowote baada ya Ramadhani. Hapana, sitaki niseme ndio moja kwa moja kwamba ndoa za wasanii watu wa maarufu zote ni za vifurushi, ila nyingi ya ndoa ambazo zinaozeshwa mara nyingi kuelekea Ramadhani huwa ni ndoa za vifurushi. Japo wapo watu kutokana na emergency za maisha yao wamejikuta muda kuoana umefika wakaoana. Inawezekana walishapanga muda mrefu lakini wakafikia muda wakaamua kuoana na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini yani wengi katika watu wanaoana ndoa za vifurushi. Swala zima la sababu za kiuchumi inaweza ikawa ni moja kati ya sababu la kusababisha vijana wengi kuchelewa kuoa, ambapo ndio sababu kubwa ukimuuliza kijana ambaye hata na miaka 35 huko 30. Hapana. Ndoa na uchumi havina mahusiano kabisa, na hasa kwa vijana wa sasa. Hii elimu nataka naitaka zaidi, kwa sababu miongoni mwetu vijana wengi sababu kuu ni hiyo, kwamba sasa hivi maisha bado. Vijana wengi hawaachi kuoa kwa sababu ya uchumi. Vijana wengi wanaacha kuoa kwa sababu wanawake wamejirahisisha. Wapumbavu kabisa. Unajua maisha yako hivi, una sababu ya kufuga ng'ombe wakati maziwa kwa jirani yapo. Yanapatikana kwa urahisi. Tena yanapatikana kwa urahisi. Kwa nini upate tabu kulisha majani, kuchoma sindano za dawa, kukamua, banda la kulala, kuzoa kinyesi? Yaani shughuli yote inakupata ya nini, na jirani kuna maziwa buku tu umechukua lita zako 3 unakunywa. Vijana wengi hawaoi kwa sababu wanawake wamejirahisisha. Yaani thamani yao wanawake wameipoteza. Mungu amewaumba kuwa viumbe wa thamani. Mungu amewaumba wawe kama nyati, wao wanataka kuishi kama ng'ombe. Si umenielewa? Ili umuone nyati kule msituni kule, uende ukamuone nyati kwenye seluu, kwenye mbuga ya wanyama, unakata kibali, unalipia na fedha. Uruhusiwi kushuka, unamwangalia kwenye gari wala umshiki. Sasa Mungu alivyomuumba mwanamke yuko kama nyati. Yaani usionekane mwili wako mpaka ukatiwe kibali,
mpaka ulipiwe mahali. Lakini mwanamke yeye mwenyewe ndo anajirahisisha. Kuna wanawake mpaka wa jelo saizi. Saizi kuna mitaa ukipita na jelo unachukua demu. Sasa vijana wanapoona urahisi wa kupata wanawake hawaoi, kwa sababu anapata maziwa kwa jirani kwa rahisi. Ana sababu gani ya kufuga ng'ombe? Apate dhiki ya kulisha majani, kutoa dawa, kupeleka maji, kusafisha banda. Tabu yote ya nini? Na maziwa yapo tu kwa jirani. Tena ishachemshwa, unakamua tu, unakunywa, unaenda zako. Sukari juu. Unaona sasa, kumbe umenielewa. Kwa hiyo ndio sababu. Sasa vijana wengi hawaoi kwa sababu ya upumbavu wa wanawake kujirahisisha. Nini kifanya? Yaani wanawake wangekaza, wanamume wepesi sana kuoa. Wallahi nakwambia hakuna mwanamume mjanja kwa mwanamke, wanamume wote babwege kwa wanawake sisi. Yaani si ni kama mkate tu kwenye chai. Kuna mkate mgumu kwenye chai? Haupo, ndo ukweli ulivyo. Mwanamume, ukitaka kujua mwanamume ni mjinga kwa mwanamke, mwanamke atongozwe na mwanamume alafu mwanamke aamue kumnatia mwanamume. Hata yeye mwaka ataendelea kusalandiwa tu, atakula vyake mpaka mwisho. Akiombwa maziwa anapewa, akiombwa soda anapewa, akiombwa juisi anapewa, na yeye akipangiwa siku ya kwenda anapangua, wala hakasiriki. Jibaba siku nyingine ukiliambia nataka 10,000 ya nauli anakupa tena, anajua huyu nitampa, ipo siku tu nitampata. Kama mwanamume anaweza kumsalandia mwanamke miezi 3 4 akaliwa vya kwake siku zote, wanawake wangeamua kukaza, kila mwanamume angeoa. Kila mwanamume angeoa, wanawake wangeamua kukaza. Lakini kwa sababu wanawake wamejirahisisha, wanamume na wanavyopenda kitonga, wanashuka tu kama maji ya mfereji. Ili tuwaoe lazima wao kwanza wakaze. Kwa mimi nawaasa wanawake wakaze, vibinti vikaze. Unajua wanawake sasa hivi wanaishi kaa choo cha kulipia. Yaani wanawake wengi sasa hivi maisha yao kama choo cha kulipia. Unavijua vya kulipia? Navifahamu. Ya stand vile. Unatoa. Unalipa buku, unalipa shilingi 200 unaingia. Ukishajisaidia iwe haja ndogo haja kubwa, una kazi ya kuflash. Au kiflash kabaki kinyesi pale, una sababu ya kung'ang'ana na maji, unasugua, unasafisha, una sababu. Unaacha tuna uchafu huyo, unaondoka. Ukipata choo kingine unalipia, unajisaidia. Ukipata haja tena choo kingine unalipia, unajisaidia. Ndio mabinti wengi wa leo, ndio wanawake wengi wa leo wako kama vyoo vya kulipia. Yaani huyu anakuja anamchafua, anamwacha na takataka, anakwenda, akija mwingine anamchafua, anaacha na takataka, anakwenda. Yaani wanawake wamekuwa kama vyoo vya kulipia, kama vyoo vya hoteli, kama vyoo vya stendi. Yaani wanawake wamejivua thamani yao. Wanawake wangekuwa kama choo cha hoteli, cha hoteli kubwa zile. Yaani unalipia ndo usiwe kujisaidia. Hakuna mwanamume angeacha kuoa. Kila mwanamume angeoa. Kwa sababu ungeshindwa kuvumilia ugwadu, ungeoa tu. Lakini hivyo, hata kusema mahali kubwa si kweli. Wanamume wangewekewa ugumu na wanawake. Mtu angekuwa anatafuta hela kwanza ya kuoa, kabla ya nyumba, kabla ya chochote. Huna pa kupumzikia, unafanyaje? Unazitafuta tu uoe. Lakini huu rais wa wanawake pia nao wanasema kwamba ni kutokana na ugumu wa maisha. Sasa kunakuwa hawana namna. Ugumu wa maisha wameuandaa wao wenyewe. Wangekuwa wagumu na wakakataa kuchezewa, basi ingekuwa rahisi wao kupata kingi. Unajua mazao kadiri yanavyokuwa ya msimu unavyokuwa na mazao machache, ndivyo unavyokuwa na matokeo ya thamani. Mchele ukiwa mchache ndivyo unavyonunuliwa kwa gharama kubwa. Mchele ukiwa mwingi ndivyo unavyonunuliwa kwa gharama ndogo. Wanawake wanavyojirahisisha ndivyo wanavyonunuliwa kwa gharama ndogo. Wanaishi maisha magumu kwa sababu wamejirahisisha. Wangejiweka kuwa wao wako ngangari, wao wako stable, wangeolewa kwa gharama kubwa, wasingeona dhiki ya maisha. Yaani kinachokwambia ndo shida tu inawasumbua wanawake wengi. Wanawake wengi wamejirahisisha. Lakini takwimu zinaonyesha wao ndo wako wengi kuliko wanaume. Kuwa wengi sio shida. Shida ni kumilikiwa. Wanaomiliki wanawake ni wachache. Na wanakuwa wachache kwa sababu hawana ugumu katika kuwapata.
Kuna mtu ana vimada wanne, mmoja na mke mmoja, una wanawake watata kuonekana wengi, kwa sababu wengi wako nyumbani. Kaolewa mmoja, wanne wako nyumbani hawajaolewa, wataonewachaje kuonekana wengi? Na bahati mbaya wanawake wenyewe ndio wana roho mbaya kuliko nyoka wa kugonga. Mwanamke anaweza kuwa yeye yuko ndani ana mume wake, akisikia mmewe anataka kuoa, endo wa kwanza anaanza kuweka mkwala, ukioa tu mimi umeniacha. Sasa hilo linamfanya mwanamume naye anaogopa, na wanamume wengine wanaogopa mahali zao maskini. Yaani mahali yako mwenyewe nakutisha, eti ukioa mimi nakuacha, si urudi kwenu. Shida wanamume, wanawake wengi wamejirahisisha na wanamume wamekosa msimamo. Watu sasa hivi hawaogopi zinaa kaka. Kwa sababu ya watu kuto kuogopa zinaa, wanaona kuishi ulaika kal anam, wanaishi kama wanyama tu. Madhali haja ipo na pakushushia haja pako, huna haja ya kuoa. Wanamume wamekosa maadili, wanawake wamekosa maadili. Tuna kazi viongozi wa dini kuandaa kimaadili wanamume kwa wanawake, ili kutengeneza ndoa zitazozalisha watoto wa ndani ya ndoa na kuepusha watoto wa mitaani. Leo kuna watoto wengi panya road, ni vingi vitoto visivyokuwa na ndoa, vilivyozaliwa bila ndoa. Mtoto mwenye wazazi wake aliyeadhiniwa, akasomewa dua, akatulizwa, akaolewa, akapata akhlaki katika familia yao, hawezi kuwa panya road akaenda kumtoboa mtu bisibisi kwa ajili ya kumnyang'anya 500. Anamsababishia mtu kilema kwa sababu ya 500. Sasa shida maadili, na maadili yameanzia katika ndoa, watu kuishi bila ya ndoa. Naam. Tumezungumza mengi shehe, na kwa leo naomba tuishie hapa. Wakati mwingine nitakuja tuendelee kupata darasa zaidi. Karibu, nimerudi, niko Dar es Salaam, karibu wakati wowote. Asante sana. Nipo kwa ajili yenu. Asante, shukrani.